Wizara ya Sheria na Katiba kwa kutambua umuhimu wa kuwakusanya kwa pamoja wanasheria na mawakili wa serikali kwa lengo la kuwa na uelewa wa pamoja katika kwenda kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wetu. Huu ni utekelezaji kwa vitendo anaofanya Waziri wa Sheria na Katiba Dr. Juma Homera kutekeleza maono ya Mheshimiwa Rais kwamba akiondoka aache tabasamu. Utekelezaji huu anaofanya Waziri wa Sheria ni kwenda kuwasikiliza wananchi, kwenda kutoa msaada wa kisheria, maana yake pia kutatua changamoto zao, na ukishatatua changamoto zao wanapata furaha, amani, na hilo ndo tabasamu aliloahidi Mheshimiwa Rais. Tunatarajia kuwaongezea ujuzi na kubadilishana uzoefu katika masuala yafuatayo: moja, huduma za msaada wa kisheria; mbili, utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala; tatu, ushughulikiwaji wa mashauri ya ukatili wa kijinsia; na nne, miiko ya utekelezaji wa majukumu yao. Naitwa Wakili Richard Odongo, ni mkurugenzi wa sheria, ofisi ya Waziri Mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa. Tumewaleta wanasheria hawa wa sekretariati za mikoa katika jitihada za serikali ya awamu ya 6 chini ya rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan. Nafikiri mtakuwa mnafahamu, Watanzania wote wanafahamu kuhusu Mama Samia Legal Aid, na hizi ni jitihada za serikali yetu pendwa kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania popote pale walipo, na hasa wale wa ngazi za chini kabisa, vijijini huko, katani huko, kwenye mitaa huko, wale ndio wana changamoto zaidi kuhusu masuala ya kisheria. Kwa hiyo kwa kuwaita hawa wanasheria kutoka sekretarieti za mikoa, ina maana ni jitihada za serikali yetu kuhakikisha kwamba huduma hizi zinashuka mpaka kule chini wananchi walipo. Kama mnavyojua, mawakili wa kujitegemea wapo, ndio tunao wale waliosajiliwa, wapo mawakili wa kujitegemea, lakini wengi wao wako mijini zaidi. Ukienda vijijini, ukienda kule wilayani ni wachache sana. Sasa hizi ni juhudi za serikali kuhakikisha kwamba wanasheria, huduma hii ya msaada wa kisheria tunapeleka mpaka kule chini wananchi walipo, ili mwananchi asihangaike kusafiri kutoka kijijini kwenda wapi, kule walipo huduma hizi ziweze kufika. Na hii ni awamu ya kwanza tu. Tumekutana na hawa wa sekretarieti za mikoa, maana wao wengi wanatoka kwenye ngazi ya mkoa. Siku chache zijazo tutakutana na wanasheria kutoka katika mamlaka 186 za mamlaka za serikali za mitaa. Nia ikiwa ni hii kwamba misaada hii ya kisheria ifike kule ndipo wananchi wetu walipo, na hawa, bahati nzuri sana, naomba niweke wazi kwamba hawa ni watumishi wa umma, na kama mlisikiliza kwenye hotuba ya mgeni rasmi, alikuwa anatumia neno pro bono. Ile inamaanisha msaada huu utakuwa unatolewa kwa wananchi bila malipo, maana hawa wanasheria hawa ni watumishi wa umma, wanawajibika kwa umma wa Tanzania. Mwanasheria mkuu wa serikali, kama ambavyo inafahamika, yeye ndio mshauri wa serikali kwenye masuala yote ya sheria na yanayohusiana na sheria, na hii ni kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa huwa anashirikiana na taasisi hizi katika kutekeleza majukumu yake. Lakini kama tunavyofahamu, kule kwenye zile serikali za mitaa tunawazungumzia wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya. Na katika kutekeleza majukumu yao wanakutana na changamoto za wananchi wao walioko katika maeneo yao, na wamekuwa wakiwasilisha changamoto mbalimbali zinazohusiana na sheria. Kwa hiyo kwa kupitia hilo, Wizara ya Katiba na Sheria, kama mnavyofahamu, ikaanzisha hii Mama Samia Legal Aid campaign ambayo ni maarufu sana.
Hii tumekuwa tukishirikiana nao kama ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, tumekuwa tukishirikiana katika kutoa ushauri kwa wananchi ambao tunaenda sambamba na kutoa elimu pia ya kujua haki zao. Lakini mwanasheria mkuu wa serikali akaenda mbali zaidi, akaamua kuanzisha kamati za ushauri wa kisheria za mikoa pamoja na wilaya, ambazo hizi zinaongozwa na mawakili wa serikali wa mikoa pamoja na wa wilaya walioko kwenye mikoa husika, na makatibu wake wako katika ofisi hizi za wakuu wa mikoa. Kwa hiyo katika kusikiliza yale malalamiko au katika kusikiliza zile changamoto za wananchi, tukaja kugundua kwamba wako wananchi ambao matatizo yao hatuyamalizi kwenye zile kampeni. Wakati tunafanya zile kampeni, unakuta tatizo lake linahitaji kwenda zaidi, mwende mahakamani. Lakini sasa huyu ni mwananchi ambaye anasema yeye hana uwezo wa kwenda kuengage wakili. Tukasema sasa tunafanyaje ili mashauri yao yaende vizuri na waweze kupata haki zao. Kwa hiyo wizara pamoja na mwanasheria mkuu wa serikali wakakaa wakakubaliana kwamba sasa kuna sababu ya kuwaruhusu hawa mawakili walioko kwenye hizi serikali za mitaa ambao wana sifa za kuwa mawakili, ambao kimsingi wameshasajiliwa kwenye daftari maalum ambalo linasimamiwa na mwanasheria mkuu wa serikali, ambao majina yao kule, sifa zao ziko kule. Kwa hiyo wale ambao wana sifa watapewa hiyo fursa ya kwenda kuwawakilisha hawa wananchi mahakamani kama kuendeleza ule msaada wa kisheria ambao tumekuwa tukitoa kwenye zile kliniki. Lakini haendi tu, anaenda ikiwa tayari yeye ana sifa za kuwa wakili. Lakini kubwa zaidi ambalo litaangaliwa ni kwamba wakati wanaenda kuwakilisha hawa wananchi, lazima watachukua zile kesi ambazo hazitakuwa na maslahi au hazitakuwa na mgongano wa kimaslahi na serikali, kwa sababu bado hawa ni watumishi wa serikali. Kupewa kibali cha kwenda mahakamani kuwawakilisha wale hakuwaondolei ile sifa yao ya kuwa watumishi wa serikali na mawakili wa serikali. Kwa hiyo hilo ndo ambalo leo katika mafunzo hayo pia tutayasimamia hayo na tutawadokeza ni kwa namna gani ofisi hizi zimepanga kwamba tunaendaje sasa katika kumaliza haya matatizo ya wananchi. Na kama ulivyosikia kwenye ufunguzi, walisema kwamba lengo ni kuwarudishia tabasamu wananchi. Sasa mwingine unamrudishia tabasamu, umeshamshauri, lakini unamwachia kati. Akienda kwa wakili wa kujitegemea ni lazima alipe fedha, alafu hana fedha. Sasa tunao mawakili ambao wana uwezo wa kwenda kuwatetea. Tukaona ili matatizo yao yaishe, basi wapewe hii instrument au fursa hii ya kwenda kuwatetea wananchi mpaka mwisho.